Miongoni mwa maswali ambayo yalikuwa yakijitokeza wakati wa dakika 90 za mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la benki ya CRDB kati ya Azam na Yanga pale kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, ambapo ndani ya dakika 90 ilimalizika kwa sare ya 2-2 kabla ya kuongezwa kwa muda wa nyongeza, ni kwamba je, kadi nyekundu aliyoipata beki wakati wa Azam Yoro Diaby alistahili? Je, mwamuzi Sifuni alikuwa sahihi kumpatia kadi nyekundu? Ndio maswali hayo, lakini ikumbukwe hapo kabla Azam walitangulia kwa bao la utangulizi katika dakika 27 lililofungwa kwa kichwa na Himidi Mao kufuatia makosa ya kiulinzi ya wachezaji wa Yanga akiwemo nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto aliyeshindwa kumzuia vyema Himidi Mao na kumfanya aruke akiwa huru kufunga bao lilotokana na assist kutoka kwa Jean Kamanga Ngita. Lakini Yanga walikuja kusawazisha bao hilo katika dakika ya 67 na lenyewe lilisawazishwa kwa kichwa na Prince Pumelo Dube aliyekuwa amepata assist, pasi nzuri kutoka kwa Starboy Alan Okello, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda. Lakini katika dakika ya 85 Azam wakafunga bao la pili kwa kichwa tena. Hili lilifungwa na beki Lami Kilawi, alikuwa ameingia katika kipindi cha pili akitumia vyema mpira wa kona na kuifungia bao la pili Azam kuifanya iongoze mabao 2-1. Lakini katika dakika ya 88 Yanga wakasawazisha tena kwa kichwa kwa beki wake wakati Bakari Nondo Mwamnyeto nahodha. Safari hii baada ya kuhusika kwa bao la kwanza lililofungwa na Himidi Mao, safari hii nahodha akenda mwenyewe kusawazisha, assist kwa mara nyingine tena kutoka kwa Alan Okello Starboy. Bakari Nondo Mwamnyeto akafunga bao la kusawazisha hili katika dakika 88 na kufanya mabao 2-2. Lakini kuanzia dakika ya 68-69 Azam walikuwa wakicheza pungufu baada ya Yoro Diaby kupewa kadi nyekundu. Sasa ilikuwa vipi? Ni kwamba ni katika muda mfupi tu baada ya Yanga kupata bao la kusawazisha, Yoro Diaby alijikuta amebaki na mshambuliaji wa Yanga Prince Pumelo Dube ambaye alikuwa tayari akielekea lango lao. Kwenye marejeo ya picha za video inaonekana Yoro Diaby akimfanyia madhambi Dube, ikiwamo kuvuta jezi. Papo hapo mshika kibendera, kwa maana mwamuzi msaidizi, akaashiria kwamba kuna madhambi na mwamuzi alikuwa mwepesi katika kuashiria tukio la adhabu. Lakini ndipo hapo akampa kadi nyekundu ya moja kwa moja, kwa maana kwamba ameangukia katika ile wanaita dogso, makosa ya kwamba unamkosesha fursa mpinzani anayekwenda kufunga, fursa ya wazi, denying an obvious goal scoring opportunity. Na Azam walionekana kubishia kadi nyekundu, wachezaji wa Yanga wakimhamasisha mwamuzi kumkumbusha kwamba alistahili kadi nyekundu. Sasa swali, je, alistahili au kustahili? Kwa kuangalia vizuri, kwanza makosa yamefanywa na Yoro Diaby katika kumfanyia madhambi Prince Pumelo Dube, hilo halina shaka yoyote. Lakini ili mfanya makosa angukie katika dogso, kwa maana kwamba kumkosesha fursa ya wazi mpinzani kwenda kufunga, kuna sifa zake. Wengi watazamaji wa Baduke Star Sport Next Level mnakumbuka tu kwamba beki au mchezaji wa mwisho akishafanya makosa basi inakuwa kadi nyekundu ya moja kwa moja kama ilivyofanyika leo hii. Wengi wenu mnafahamu hivyo, lakini la hasha. Kuwa beki wa mwisho ukafanya madhambi haitoshi peke yake kupatia kadi nyekundu. Unaweza kweli umefanya faulo, lakini sio kadi nyekundu, kwa sababu dogso ina vigezo vyake. Kimoja wapo ni hiyo ya beki kuwa wa mwisho anayefanya hayo madhambi. Ni kweli hiyo ni kigezo kimoja wapo kwamba mlinzi wa mwisho katika kuzuia alafu amefanya madhambi, lakini hicho hakitoshi. Vinaangaliwa na vigezo vingine ambavyo kwa pamoja ndivyo humshawishi mwamuzi kutoa kadi nyekundu kwa kujua kwamba kosa hilo limeangukia katika dogso. Vigezo hivyo ni pamoja na vipi? Mbali na kuwa beki wa mwisho kama tulitoka kueleza, lakini kingine ni juu ya uwezekano wa mpinzani anayekwenda kufunga. Huyo ambaye inaelezwa kwamba amekoseshwa fursa ya kufunga, alikuwa na uwezekano kwamba angeachwa, mpira ungeendelea kuwa katika miliki yake. Kwa tukio hili ukiangalia marejeo ya picha za video, ni kweli Prince Pumelo Dube, mpira ulikuwa na uwezekano mkubwa na nasibu kubwa ya kuendelea kuwa kwenye miliki yake, na hivyo kigezo hiki cha kuendelea kucontrol mpira, kuendelea kuwa nao mpira kwa yule aliyefanywa madhambi, hiki nacho kinatiki, kikiwa kigezo kimoja wapo kilichompoza Yoro Diaby. Lakini hivi viwili peke yake havitoshi. Mwamuzi ataangalia kigezo kingine. Umbali, kwa mfano, umbali kutoka madhambi yalipofanyika kuelekea kwenye lango la Azam, kumwelekea golikipa Zuberi Foba, kwamba Prince Pumelo Dube asingefanywa hayo madhambi
alikuwa na umbali gani kutoka alipo kuelekea kwenye lango la Azam, na kwamba umbali huo usingekuwa kikwazo kwake katika kumfanya asifunge. Ukiangalia vizuri, umbali haukuwa kikwazo, hakukuwa na umbali kihivyo, na ukizingatia Dube alikuwa anachomoka na huo mpira alikuwa na uwezekano mkubwa kwenda kufunga, na ndio inaangukia katika kigezo hiki cha kuwa miongoni mwa dokso. Kwa hiyo kinacho kinatiki haitoshi. Kuna kigezo kingine, mwelekeo wa mpinzani mwenye mpira wa kuelekea kufunga na mpira wenyewe kuelekea lango. Mwelekeo upi? Ukiangalia vizuri marejeo ya picha za video utaona Dube alikuwa katika eneo zuri la kulielekea lango la Azam moja kwa moja, na hivyo kwenye direction, kwenye mwelekeo hapa napo unagundua kwamba Yoro Diaby ananasa tena kwenye kigezo hiki. Kwa hiyo kumfanya mwamuzi, kwa mtazamo wangu, alikuwa sahihi kabisa kutoa kadi nyekundu, kwa sababu kwa mfano Dube angekuwa anakidhi vigezo vingine wakati anafanya madhambi, kwamba anayefanya madhambi Yoro Diaby ni wa mwisho, sawa, lakini Dube anamiliki huo mpira, sawa, lakini umbali sio mkubwa kutoka langoni mwa Azam, sawa. Kigezo cha mwelekeo kigeza kumfanya Yoro Diaby asipige kadi nyekundu, bali madhambi ya kawaida. Kwa mfano tukio hili lingefanyika kwenye kibendera, karibu na kibendera cha kona au kwenye touchline, kwa maana kwamba Dube asingekuwa na mwelekeo moja kwa moja kuelekea lango la Azam. Angepaswa kwa mfano, angeachwa aweke mpira vizuri, aingie ndani, atafute uelekeo sahihi wa kuweza kufunga, jambo ambalo lingemfanya Yoro Diaby asiangukie kwenye kundi la dokso. Kwa hiyo nimetolea tu mfano, au vigezo vingine, umbali, labda umbali mkubwa mno, inaonekana ni wa mwisho ndio, lakini akashindwa kukidhi vigezo vingine, umbali pengine nyuma ya mstari wakati wa uwanja, lakini hiyo haitoshi. Anaweza kawa nyuma kati ya mstari wa uwanja, lakini akakidhi vigezo vingine, ikiwamo uelekeo, kumiliki mpira, na kwamba anemzuia ni mtu wa mwisho. Lakini ni vigezo hivi kwa pamoja huangaliwa vyote, ndipo anayehukumiwa kwa kigezo hiki cha dokso kupata kadi nyekundu huangaliwa na sio vinginevyo. Kwa lugha ya rahisi kabisa ni kwamba Yoro Diaby alistahili kadi nyekundu kwa tukio hili alilolifanya katika dakika ya 68 kuelekea 69. Mwisho wa siku mpaka dakika 90 za mchezo unakamilika, 2-2 zikaongezwa dakika 30 ili kumpata mshindi wa kwenda kucheza dhidi ya Simba katika fainali. Kadi nyekundu kwa tukio hili alilolifanya katika dakika ya 68 kuelekea 69. Mwisho wa siku mpaka dakika 90 za mchezo unakamilika, 2-2 zikaongezwa dakika 30 ili kumpata mshindi wa kwenda kucheza dhidi ya Simba katika fainali. Kadi nyekundu kwa tukio hili alilolifanya katika dakika ya 68 kuelekea 69. Mwisho wa siku mpaka dakika 90 za mchezo unakamilika, 2-2 zikaongezwa dakika 30 ili kumpata mshindi wa kwenda kucheza dhidi ya Simba katika fainali.